Kwa hiyo wale mlioapa leo, aliye mzito akapunguze kilo kidogo, tuna kazi ya kwenda mbio. Na ni mbio hasa, sababu muda ni mchache, mambo ni mengi mno. Jengine changamoto inayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa. Lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya. Lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani. Kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu, tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kubwa zaidi, awamu ya pili, muhula wa pili wa awamu ya 6, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nendeni kamyule, nenda kamkisi, usimnyukue, lakini yule sijui kamfanyeje. Mradi badala ya kupata approval kwa miezi 3-4, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja. Paka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu, tuna miaka 2 tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo.